Sio kwamba mimi sina damu, nina damu, lakini damu yangu haina faida kama wananchi wa Tanzania walionichagua kwa moyo wao bila hata kuwahonga, na Mungu akawabariki kwamba mpeni huyu, halafu nisimame pale nikawe mmoja wa wasaliti. Siwezi nikasimama pale mbele nione wizi huu unaofanyika nikakai kimya. Nitaulizwa siku ya mwisho wangu. Madhahabu haya si mengi, si ningesema na mimi nisafishie kule likakae huko Ulaya. Kwani waliokuwa wanashusha percentage mpaka 0, unafikiri walikuwa wanafanya bure? Hawakujali maisha ya Watanzania, walijali maisha yao. Kusoma si sababu. Unaweza ukawa profesa, unaweza ukawa nini, lakini usiwe mzalendo. Kinachohitajika ni moyo wako na hofu ya Mungu. Masilahi ya taifa hayana kabila, hayana dini, hayana vyama, ni kwa ajili ya Watanzania wote tunayoyahitaji. Saa nyingine nikizungumza openly mnaniona mimi mtu wa ajabu, lakini ni vyema angalau nizungumze machungu ninayoyaona kwa ajili ya Watanzania kuliko kukaa kimya. Tukiendelea kukaa kimya tunaliangamiza taifa. Ukimya wetu na kuoneana aibu tumeendelea kuliangamiza taifa. Tutakuja kujibu mbele ya Mungu. Hata makaburi yetu yalistahili kupigwa. It's so painful. It's really painful. Ukienda leo mtaani ukaangalia watu Kariakoo, nenda Manzese, nenda wapi, nenda mikoani, unaweza ukaona maisha ya Watanzania walionayo ni ya mateso. Nenda katika kila mkoa. Mimi nimezunguka Tanzania nzima wakati nikiomba kura, mpaka nilikuwa najiuliza kwa nini hata ninaomba hii kazi. Nimewaeleza sio kwamba mimi sina damu ya kuumia, lakini I have to do this. Lazima nifanye kwa niaba ya Watanzania. Wanachimba, wanabeba, wanaondoka, hatujui. Hata kama sisi hatuwezi wa viongozi, basi wachungaji na mashehe muende mnakwenda kuhubiri huko hata kuzibariki. Kwamba nimeingia humu mimi kuziombea tu hizi dhahabu na napiga dua ya dhahabu hizi angalau ziende salama huko zinakoenda. Hili nalo hatufanyi. Na ndio maana nasema kwa kweli Watanzania tubadilike. Mimi siko rais wa permanent. Ninatimiza wajibu wangu tu. Kweli kazi hii ni ngumu. Ni kazi ngumu sana. Inahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu tu. Lakini kama Mungu amenipa hii kazi kuifanya, I have to do it. Sisi dhahabu ni yako, almasi ni yako, gramfadi ni yako, mafuta ni yako. Unamwambia chukua, utakapofikiria huko na mimi utanipa. Halafu anakuja pale anamwambia you are so poor. This country is so poor. Tumerogwa na nani? Basi kama tumerogwa, basi mtuombee nenyi wachungaji, mapadri, mashehe. Kama ni mapepo basi yakaondoke. Na ndio maana mtu ukijaribu kuzungumza kutetea masilahi ya nchi, unaonekana you are so different. Ni lazima tuchukue maamuzi magumu, no matter yanamhusu nani. Awe rafiki yako, awe ndugu yako, awe nani, we have to do it. Ndugu zangu, tunaweza nikazungumza sana, lakini tunatakiwa tushikamane kweli kweli. Tukilegea tu, we are out of track. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere alisubiri kwanza kwamba mpaka tutakapofika wakati ule ndio tufanye. Ina uhakika aliko kule machozi lazima yatakuwa yanamtoka. Basi kwa wale watakao kuwa wanaropoka, tumia hiyo tekniki ya kuwafanya wasiropokee bungeni, waropokee nje, na kule tutadili nao vizuri, kwa sababu wanapokuwa mle ndani wana immunity, anaweza akatukana chochote. Sasa immunity yao wanayoitumia vibaya bungeni, kainyoshe wewe, ili wawe wanatoka mle bungeni. Ukishamfukuza hata mwezi mzima, atakuja aropokee huko. Na mimi nakueleza waache waropokee huko. I will deal with them. Wala siwatishi, kwa sababu hatuwezi tukawa kwenye vita, tunaenda kwenye vita, wewe unaanza kugeuka kupiga wale ambao wanaenda kwenye front. Ninafunya maze ukalale, badala ya kuwavunja moyo ambao wamejitoa muhanga kwa ajili ya kulipigania taifa lao. Watanzania wengi, majority ya Watanzania na wabunge wengi tu wanafanya kazi nzuri sana, including you sir. Excellent. Na hicho ndicho tunachotaka. Mimi muda wangu utapita. Tena ningetamani kweli hata ingekuwa mwaka huu tu niondoke.
niwaachie wengine na mimi niwe ninachungulia, ninaangalia. Saa nyingine hulali usiku kucha, unahangaika, madokumenti yako mengi, una hili linakuja hili, you have to do it. Saa nyingine unajiuliza, kwa nini Mungu alinipa hii kazi? Why me?